Haleluya, mtu wa Mungu. Asubuhi ya leo niendelee kufafanua aina ya maamuzi ambayo nimetaka kuwa nayo na kuendelea kuyaishi. Kama nilivyosema kwamba nilishaanza kuishi maisha haya almost toka naokoka, nilijiweka hivyo. Ndugu, jamaa na marafiki walioniona kwa namna mbalimbali, baadhi yao walishangazwa na maisha yangu, lakini mimi sikushangaa kwa kuwa kwa sehemu kubwa mtu ambaye alinihubiria na niliokoka kwa injili yake alikuwa ana maisha haya ambayo hakujali ujana wake, hakujali malengo ama vitu alivyokuwa anavitazama, bali aliangalia ufalme wa Mungu utafaidikaje kwa yeye kuokoka. Jana nilimaliza au niliishia eneo ambalo nilikuwa nafafanua kuhusiana na mali, kwamba mimi ni mtu ambaye sina mali ya aina yoyote ambayo ni ya kwangu binafsi. Na kama ulinisikiza vizuri jana, ni kwamba tafsiri ya mimi kuwa wa Mungu, kwanza siku itafsiri moja kwa moja kwenye kuwa tu mtu ambaye labda nitafanya maamuzi ya kusema labda sitaoa. Ni kwamba mimi nilikuwa naamini katika kila ninachokifanya natakiwa niwe na maelezo, ufalme wa Mungu utafaidika kwa asilimia ngapi. Yani kila ninalofanya liwe nina asilimia zaidi ya 90 ya ufalme wa Mungu kufaidika, vinginevyo nisilifanye. Sasa niendelee kufafanua katika vipengele vingine ambavyo jana inawezekana sikumalizia. Naelezea haya kwa sababu kwa wewe ambaye utakuwa na mbegu ya wokovu ndani yako na unania unataka wokovu uumbike, inawezekana utatafuta sana kipande fulani hata cha maisha haya, walau ngaa kidogo kiwe juu yako. Eneo la pili, eneo la kwanza lilikuwa linahusu kufanya kila nilotakiwa kufanya bila kuangalia nitapata faida gani. Mimi nimekuwa ni mtu ambaye angalau kwenye mitandao nitatoa klipu, waangalie wasiangalie nitatoa, yani watukane nitatoa, nitaongea. Nimeandika vitabu, nimeimba nyimbo, hata kama si kwa ubora mkubwa, lakini bado natafuta niishi kwa ajili ya ufalme wa Mungu tu. Kwa maisha, kwa uchumi nilionao, sikuwa ni mtu wa kutafuta kununua hadi vifaa vya studio nianze kujifunza kuimba. Lakini hayo yote nayafanya kwa sababu natafuta kwa gharama yoyote niishi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yoyote anayeniona awe anajua nahangaika, nataka jambo fulani, matokeo fulani, tija fulani kwenye ufalme wa Mungu itokee. Sasa niendelee eneo la pili, kwamba mimi katika kuishi kwangu sina maisha ambayo kuwa na mali ya aina yoyote ni kitu kinachonivuruga. Nina maisha ambayo kitu pekee kinachonivuruga ni kufanya lilo wajibu wangu au kumaliza mwendo salama. Nifanye nini kitakachopelekea nimalize vizuri na Mungu. Na maana wakati mwingine huwa nakuwa naweza nikasimamisha mambo yangu nikaanza kufanya mambo ya watu wengine ambayo silipwi fedha, labda naandika kitabu cha mtu na mfanyia kazi fulani ambayo silipwi fedha yoyote, ila naweza nikaifanya kwa muda mrefu. Hii ni kwa sababu katika yote yale nakuwa natafuta wakati mwingine waweko hata watu wa kuniombea kwa namna mbalimbali. Sina maana mimi siombi, ila nakuwa natafuta niwe ni mtu ambaye nitakuwa baraka kwa namna zote. Sasa ninachoongea hapa ni kwamba kuhusu mali au kuwa na vitu kama uwanja, nyumba ama maisha yangu binafsi. Maisha si kitu kinachonivuruga akili. Kwangu mimi kitu kinachonivuruga akili ni kwa jinsi gani nitamaliza maisha ya imani nikiwa na uzito uliohitajika. Mimi kwangu maisha kuwa na mali, yani si kitu kinachonivuruga akili kabisa. Haina maana kwamba siwezi kuwa navyo, ningeweza kuwa navyo na hata sasa naweza kuwa navyo, ila
havina kazi, na huwa namuomba Mungu asinipe vitu vitakavyonitoa kwenye njia yake, hata kama mimi navihitaji. Yani hata kama navihitaji, naja navyo, napambana kufa na kupona nivipate, lakini kama Mungu anajua kwamba vitanitoa kwenye njia yake, huwa naomba maombi, Mungu usinipe vile ambavyo vitanitoa kwenye njia ya makusudi yako ya milele. Afadhali nilie, afadhali nikuchukie, lakini inawezekana nikawa nakuchukia kwa sababu ya utoto, kwa sababu ya kutokujua vitu nilivyokuwa naviomba vilikuwa vina madhara kiwango gani, vingeweza kuniathiri kwa kiwango gani. Sasa ninachongea ni kwamba mimi kuwa wa Mungu yani ni kitu ambacho napambana huko na kule. Nimekwambia kwamba huwa nafanya kazi saa 8 kama hivi. Leo nimetoka kwenye mkesha wa Ijumaa, nimetoka hapo sijalala, nienda studio, kuna vitu nilikuwa narekebisha kwenye kompyuta, nimetoka hapo nimepiga muziki, nikitoka naenda naimba, sijalala. Yani ni vitu ambavyo vinakuwa nakimbia, lakini nakimbia maisha kama hayo nikiwa sina hela, sina mali. Inaonekana mtu akikuona sasa, jamaa mbona anafanya kazi sana mali ana. Mimi hoja yangu sio mali, hoja yangu sio nitapata nini, hoja yangu sio nitakuwa na vitu gani. Utajiri wangu ni namna ambavyo nitafanya kwa usahihi kitu kitakachopelekea niishi kwa namna ambayo itakuwa na uzito uliohitajika, na hatimaye niondoke duniani kwa namna ambayo nitakuwa na kilo zilizohitajika. Lakini sio swala la nitamiliki nini, nitakuwa na nini, lini nitakuwa na kiwanja, lini nitakuwa na nyumba. Inawezekana mpaka namaliza maisha haya sitakuwa nayo. Jamaa jana nilikwambia mimi sina akiba yoyote kwenye benki yoyote. Ukinikuta tu hata kwenye M-Pesa ndio kwanza unaweza kuzikuta tu 10,000, 20,000. Yani mimi hela ikishaingia inakuwa ina mahali pa kwenda kutumika kwenye ufalme wa Mungu. Yani kwenye ufalme wa Mungu nayaona mengi ya kufanya. Kwa hiyo aina yoyote ya fedha inayopita mikononi mwangu nakuwa nasema kwa kweli nadhani Mungu ameileta ili itumike kwa ajili yake. Hata uwe nikipata chochote, mimi nimewahi kupiga simu hata nyumbani kuuliza jamani hapo pana shida gani, lakini wakati mwingine wao wanashangaa, siku zinaenda yule mtu hatoi feedback yoyote. Kimsingi si kwamba 200 300 wasivishiki, lakini huwa naona ni kama niko duniani kuna jambo natakiwa nihangaike litokee. Sikatai kweli, ndugu, jamaa, marafiki waliotusaidia, wazazi pia nao tunatakiwa tuhusike kwenye maisha yao kwa kadri Mungu anavyotupa nafasi. Lakini pamoja na hayo bado natafuta ikiwezekana niwe faida sana kwenye ufalme wa Mungu, mara 10 mara 100 vile nilivyokuwa faida kwa ndugu zangu ama kwa wazazi wangu kwa namna yote. Kwa hiyo mimi ningeweza kuwa na kiwanja, ningeweza kuwa na nyumba. Fedha ambazo wengine inawezekana wananunulia viwanja, wanajengea nyumba, mimi wanazishika. Lakini kwa sababu ya moyo ambao niliuvaa kutoka kwa wale walionilea, huwa naona uhitaji wa nyumbani mwa Mungu, uhitaji wa ufalme wa Mungu ni mkubwa kuliko fedha ninayoipata. Ni kwa sababu hiyo huwa hiyo fedha inaweza ikaisha nikiwa mimi mwenyewe hata sijaila kwa namna yoyote. Kwa hiyo ningeweza kuwa navyo, lakini sina kazi navyo, na huwa namuomba Mungu asinipe vile ninavyovitaka. Hata kama kitu hicho nakitaka nakililia, nalia kabisa, na shauku nacho, lakini kama kitanitoa kwenye njia, kwenye eneo nilotakiwa kukaa, huwa namuomba Mungu asinipe. Eneo la tatu ama eneo la mwisho. Eneo la kwanza ni fafanua kuhusiana na kuwa kwangu wa Mungu. Nitatafuta sana nifanye kila ninachotakiwa kufanya. Ikiwezekana niahirisha hata baadhi ya kazi zangu, niwe radhi kuishi maisha dhaifu kiwango chochote, ila tu ule uliokuwa wajibu wangu ni ufanye. Yani nihakikishe huo na ufanya kwa gharama ya baadhi ya kazi zangu kusimama, kwa sababu mwisho yote kitu ambacho kinapelekea baadhi yetu tukose muda kushinda kanisani kuomba au kufanya vitu mbalimbali vya ufalme wa Mungu ni kwa sababu tuna ubize uliozidi. Yani uko bize wewe. Kimsingi wanasema kwamba ukiona unasema sina muda wa kufanya kile au kile, si kana kwamba kweli una muda, kwa sababu siku ina masaa 24.
umekosa dakika 5, 10 za kuongea clip, umekosa dakika 5, 10, 20, dakika 30 za kusoma Biblia, si kwa sababu kweli muda hauna. Una mambo mengi ambayo ni ya muhimu kwako kuliko kule kusoma Biblia au kuliko kule kuomba. Na ndio maana kimsingi hata Mungu anasema nikaribieni nami nitawakaribia. Kwa kadri ambavyo unaona huna muda wa kumkaribia Mungu, na yeye hana muda wa kukukaribia wewe. Ila wewe ungejiwekea kwamba nina muda wa kumkaribia, na yeye angekuwa na muda wa kukukaribia. Kwa as long as wewe unavyojiwekea schedule, unavyojiwekea ratiba kwamba kwa hali, kwa mazingira yote nitapambana, nitafanya kazi, nitapambana, nitakimbia, nitaenda kule, lakini pamoja na hayo lazima nitimize wajibu fulani, lazima nifanye kitu fulani. Kwa kadri ambavyo utakuwa unaishi maisha ya aina hiyo, ndivyo ambavyo utakuwa unaona hata namna ya msaada wa Mungu unaopelekea ziweko hatua na mabadiliko kadha wa kadha kwenye maisha yako, utakuwa unazidi kuwa mkubwa siku hata siku. Lakini hilo la pili nimeelezea kuhusiana na mali, kumiliki mali, uwezekano wa mimi kumiliki mali, uwezekano wa mimi kuwa na fedha, ama uwezekano wa kuwa na maisha. Unajua si ni vijana leo mimi na miaka 27, si ni vijana tunakuwa na waza maisha na vitu vingine vingi. Kwangu mimi sio kitu kinachonivuruga. Kani pili, sio kitu kilicho kwenye wazo langu lini nitakuwa na kiwanja, lini nitakuwa na nyumba. Siwazi. Yaani siwazi kwa sababu kwanza maisha yangu yanasema ikiwa hata kama wema niliofanya hautakumbukwa na watu, lakini nao uhakika kwamba maisha ya kujitoa kwa Mungu ni maisha salama zaidi, bora kuliko maisha mengine yote. Na kama vile Daudi alivyosema kwamba nalikuwa kijana mimi sasa ni mzee, siwahi kumwona mwenye haki ameachwa wala uzao wake ukiomba chakula. Mimi naamini maisha ya kujitoa kwa Mungu, hata kama ije kutokea nikaasu vitu vyote vimepotea, naamini bado nitabaki kuwa wa thamani popote nitakapoenda kutupwa. Poli la aina yoyote nitakaloenda kutupwa, nitabaki kuwa wa thamani kwa sababu vile nilivyoishi. Sasa eneo la tatu na la mwisho ambalo pia linaweza likawa lina umuhimu sana katika kujitoa kwangu huku, na nataka nilifafanue kwa umakini mkubwa. Yeyote unaye nisikiliza, unisikilize kwa umakini, kwa sababu ya aina ya maamuzi ambayo nimekuwa nayo na nitaendelea kuwa nayo kwenye ile eneo. Ile eneo wengi ambao wanajitoa kwa Mungu, eneo hili linaweza likawa lina utata mkubwa kwa sababu ya shauku yao ya kumkaribia Mungu na maswali ambayo wanaweza wakawa wanakutana nayo. Eneo la tatu ni kuhusiana na kuoa au kuwa na mke au kuwa na familia. Yaani kwamba staili yangu ya kujitoa kwa Mungu, nitajitoa kwa namna gani? Mtumishi, na wewe unatangaza kama sifa utakuja kuoa, utakuja kuwa na mke, utakuja kuwa na familia. Nimekwambia hata ndugu zangu, hii clip isikilizeni kwa makini. Jambo la kwanza ni kwamba mimi kabla sijaokoka, wazo langu lilikuwa kwa kweli, kwa akili yangu ilivyochafuka, nafikiri nikiokoka nisioe kwanza, mimi nitafute akili isafishike. Ndio maana baada tu ya kuokoka nilianza mifungo ya siku 40 peke yangu nikiwa niko shule. Siku 40 za masaa 12, siku 60, siku 3 kavu za bila hata kunywa maji. Siku 3 kavu. Nimetoka tu kuokoka. Shughuli ilikuwa lazima huku kupiga punyeto kutoke kichwani. Kwa nilianza kupambana nako, piga mifungo. Nilitoka pale nikaenda Muhimbili. Nilikuwa nafunga kila siku, maisha ambayo kwa sehemu kubwa mpaka leo naendelea nayo. Sasa akili yangu ilikuwa inaniambia siku nikisafishika akili, naweza nikaanza kufikiria mawazo sasa ya kuoa. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba kumbe nilikawa sijui akili inavyokwenda safishika, unakutana na maisha mengine ambayo yanakuwa yana tafakari bora zilizo zaidi ya huko kuoa. Baada ya akili kusafishika, nilijikuta nimekutana na vitabu, nimekutana na mahubiri, nimekutana na maarifa ambayo yanijulisha mwanadamu amepita kuoa ama kuolewa, amepita kuwa na mali, amepita. Sasa baada ya hapo nilianza kuwa na maswali kwamba okay, mimi
nataka niwe huyu mwanadamu ambaye kwa kuishi kwake ufalme wa Mungu utatukuzwa ama kwa mauti yake. Swali ni aina ya maamuzi, mfano wa maamuzi ya kuoa yatakuwa na faida kiwango gani kwenye ufalme wa Mungu? Kwa sababu mimi nimekuambia ninaamini swala la kuoa Mungu sio tu kutangaza msimamo mimi sitaoa. Utaoa wakati unafanya nini? Una maisha gani? Wakati kipaumbele cha maisha yako ni nini? Kwa sababu wakati mwingine unaweza kweli ukatangaza maamuzi makubwa ambayo vipaumbele vyako na ujumla wa maisha yako yakawa hayafiti, yani kile ulichotangaza ni kikubwa kuliko wewe mwenyewe unavyoishi. Sasa mimi huwa natamani ikiwezekana hata kama sijatangaza chochote, lakini mtu aone ni kama huyu mtu anapita yale aliyoongea. Unajua ni vizuri uwe una maisha yanayopita yale unayojielezea kuliko ukajielezea zaidi ya maisha. Ni kweli kutangaza ndoto ni jambo zuri, ni uthubutu, lakini ni vizuri pia ukawa unatangaza ndoto ukiwa nyuma una maisha ambayo yanalandana na ndoto yako. Sasa kimsingi mimi sijawahi kutangaza kutokoa na mpaka leo sitangazi kutokoa, ila swali moja gumu wanajiuliza, wanasema ikiwa aina hii ya maamuzi haitaleta faida yoyote kwenye ufalme wa Mungu, ni afadhali niishi hivi mpaka nakufa. Kwa sababu mimi kwanza moyo wangu una mashaka kwa zaidi ya 98% kwamba kiukweli kwa aina hii ya kuokoka ya wokovu ambao watu wanaokoka sasa, mabinti wanaokoka sasa, kuamini unaweza ukaoa na ikawa tu ni ndoa ambayo ufalme wa Mungu ukawa unafaidika, watu wakawa wanashuhudia hiyo ndoa imekuwa faida, yani kikawa tu ni kitu ambacho kimewafanya muwe moto mara mbili yake, kimewafanya muwe na spidi kama ni hapo mtaani, ni hapo nyumbani, ni hapo kijijini, moto umeripuka, umewaka. Kwa dunia hii ilipofika sasa hivi, kwa kweli moyo wangu unapata mashaka sana, kwa sababu nionacho mimi kwa sasa hivi ni kama swala la kuoa kuolewa ni fasheni tu ambazo ni ile watu wanakuwa wanaiga ukoo au familia, kwamba kwa kweli umri wa ukoo imefika miaka ya kuoa, imefika miaka ya kuolewa, tuoepo tuolewe. Lakini mimi nakuwa najua sababu mimi nimenunuliwa na damu ya thamani, nimenunuliwa kwa purpose, nimeokolewa kwa kusudi. Mimi nilikuwa mfu kwa sababu ya dhambi. Mimi nimenunuliwa kwa damu ya thamani, damu iliyomwagika, ilimwagika kwa makusudi makubwa. Mimi niwe ni chombo kiteule. Nikishakuwa chombo kiteule naishije? Na kwani mtu mwenye vipaumbele gani? Sasa niseme kwamba baada ya kuokoka na kutakasika, kuna mazingira ambayo yaliniachia maswali kwangu kuhusiana na kuoa. Moja, kwa nini watu huoa? Kwa nini watu huoa? Huoa kwa faida au manufaa kiwango gani ya ufalme wa Mungu? Yani ni kwa asilimia ngapi ndoa zilizopo zina faida kwenye ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu unatukuzwa au kufaidika kiwango gani kwa kuoa au kuolewa kwao? Ndoa zao zimekuwa baraka kiwango gani? Kanisa, nchi mbalimbali, dunia imekuwa baraka. Okay, mimi kwa tafsiri yangu nijuayo mimi au nifahamu hivyo mimi ni kwamba kibiblia lazima ndoa iwe na spidi kubwa. Lazima ndoa iwe na spidi kubwa kuliko spidi ambayo watu hao walikuwa nayo kabla, kwa sababu maandiko yanasema afadhali wawili kuliko mmoja. Na ukisema afadhali wawili pale mbele Biblia inasema kwa maana watapokea kama ujira wa kazi yao. Manake hao wawili wanafanya kazi bora kuliko aliyokuwa anafanya mmoja. Ukisema mtu ni msaidizi, maana yake katika kusaidia kwake anatengeneza mazingira bora ya yule anayemsaidia kufanya kazi. Anatengeneza distribution of labor, mgawanyo wa kazi ambao unapelekea ufanisi mara mbili zaidi. Lakini
Kwanza moja ni kitu ambacho ni automatically huyo unayemuoa huyo binti alikuwa na makuzi yake na malezi yake. Unaweza kusema ndio kazi ya wokovu ni kuleta pamoja, lakini wewe kwenye kuokoka kila mtu ana malengo yake, kila mtu ana mitazamo yake. Kwa hiyo kusema injili inawaleta kila mtu kanisani ana tafakari zake. Unaweza ukawa wewe huko unafikiria kwa Mungu, unafikiria maisha yako, mali zako, chochote utakachokuwa nacho kiwe cha Mungu. Lakini yuko mwenzako yeye anavyokuona, anavyoona fomu yako, yeye anawaza wewe ni kama ni mtu fulani, labda una mihela, kama una utajiri, yale vitu vile vitatu anavyoona unafanya, anafikiria labda una hela, kumbe wewe ni maisha tu ambayo umeamua ujitoe, lakini si kana kwamba una vingi. Sasa kibiblia ndoa ilitakiwa kuwa na faida kubwa, iwe na spidi mara 2 yake. Lakini kwa sairi wanazookoka mabinti wa siku hizi, kwa sairi wanazookoka mabinti wa siku hizi ama vijana. Sasa mimi ni kijana na mimi nimeona moyoni mwangu kwamba kwa kweli ni kama maamuzi ya kusema nitaoa na nitatengeneza kitu chenye manufaa. Yani mashaka yangu makubwa ni sairi wanazookoka watu au wanazookoka mabinti wa siku hizi. Ni vigumu kukuta ndoa ya hivyo, ni vigumu. Kwa nini? Kwa sababu wakati wao una uelekeo wa kwenda tu kutazama ufalme wa Mungu kwa spidi fulani kubwa, basi naamini unaweza kukutana tu na kiumbe ambaye haelewi chochote anachofanya. Au ndo wale wanaanza kukwambia mimi nafikiri ungepunguza tu kidogo hayo unayoongea, kwa sababu sasa ni kama tu utakufa mapema na utaniacha mjane na watoto. Kwa ni vigumu kukuta ndoa hiyo. Hivyo moyo wangu daima huwa unakataa kuamini kwamba naweza nikaoa na ndoa ikawa ina faida. Yani wewe unakataa hata ukiwaza tu kwa akili ya kawaida tu, sio kwa upako au kwa Roho Mtakatifu, kwa akili ya kawaida tu kwamba hivi kama kweli tukasema tuwaze kwa akili ya kawaida, tuache kelele za dunia, tuache kelele za ndugu, tuache kelele za ukoo, tuache kelele za wazungu, tuache Roho Mtakatifu, tutumie akili ya kawaida kwamba hivi kweli ukifanya maamuzi hayo unakuwa kwenye upande wenye faida kiwango gani? Nani amefanya maamuzi hayo kwa asilimia ngapi? Ni kwa sikatai wako waliofanya maamuzi hayo huku na huku wamefika hatua fulani. Okay, ni kwa asilimia ngapi tunaoona wamefanya maamuzi hayo wana matokeo bora, wana maisha bora, wana maisha ambayo ni baraka, wana maisha ambayo dunia inawaadhimisha, dunia inaona kwa kweli wameshika kitu bora, wameshika imani yenyewe. Wangapi, asilimia ngapi ya watu wako hivyo? Mimi moyo wangu nakona kutana na mashaka makubwa ambayo nakuwa nasema kwa kweli hii dunia kwa mimi, hata kama unasema utakuja kwa sehemu kubwa, ni kutimiza tu tamaduni za ukoo ambazo kwa maisha naishi mimi huwa naona vya nini? Kwa sababu za mwisho yote tamaduni za ukoo kama ni wajukuu watawapata tu kwa wengine. Kwa sababu mimi nafikiria chochote ninachokifanya, mtu akiniuliza ama hata asiponiuliza, awe anaona ufalme wa Mungu unafaidika. Yani kwa macho yake hata kabla hujamwelezea, awe anaona kwamba kwa kweli hapa ufalme wa Mungu unafaidika. Kwa kweli naona kuna faida 1, 2, 3 ambayo ufalme wa Mungu unafaidika kutokana na maisha ambayo na maamuzi ambayo mtu amechukua. Sasa ukiangalia tu unakuta, kwa sababu mimi huwa najiuliza baadhi ya maswali, ni magumu lakini najiuliza. Najua baadhi yenu mnaweza mkama mnanisikia mnaweza mkama mabinti, najiulizaga hivi mabinti kwa nini wao ni viumbe ambao hawawezi kuanzisha jambo? Yani yeye kwa sehemu kubwa tu ni mtu ambaye lazima awe nyuma ya fulani. Kiukweli mimi mtu kama Sifa alikuwa ananishangaza sana, kwa sababu nilikuwa najiuliza huyu binti wa aina gani? Yani kwa nini yeye ni binti lakini hana maisha yale mpaka asukumwe? Tunakaa tu kwenye ibada na uhubiriwa ile, yeye utamkuta anajisukuma, anaenda anashuhudia, anaenda na ubiri, anaenda anafanya hiki. Mimi nilichokuwa naona mabinti sio watu aina hiyo, na kwa sababu sio watu aina hiyo, kwa sehemu kubwa hata wakiolewa mimi naamini watakuwa tu mzigo. Yani lazima atakuwa mzigo, kwa sababu yeye atakuwa anasubiri kila kitu hadi umtume, hadi umwambie. Huko ni kuwa mzigo. Ukitaka kuwa baraka kwenye jamii yako lazima uwe na kitu wanaita critical thinking. Uwe unawaza
fikiria kwa faida, fikiria kwa manufaa. Tafuta ni kwa jinsi gani utakuwa faida, kwa jinsi gani utaifaidia jamii. Ndio hiyo unaweza kukuta kina Sifa walikuwa wanaenda wanashuti nyimbo, wanaenda wanatoa clip, wanaenda wanaongea hili, wanaenda wanarekebisha hili, wanatoa ushuhuda, wanapindukia huku. Ni kuwaza, mtu anawaza kwa jinsi gani hiyo faida. Lakini kwa asilimia kubwa ukiona kweli unaweza kusema yeye alijitangaza kwa ni wa Bwana, lakini kwa sehemu kubwa unaoona ni kama sio ndo anasubiria fomu. Lakini unasema kwa saili kama hivi, nafikiri na kwa wenye akili timamu sisi, na fomu ndo zinakuwa ziko mbali zaidi, nakuwa nafikiria kwa kweli nadhani kuwa karibu na viumbe mithili ya hawa ni kujiweka tu kwenye mazingira ambayo utakuwa umeongeza aina nyingine ya mzigo kwenye maisha. Eneo la pili ni kwamba maisha ya kuwa na kasi au kuwa baraka sana katika jamii, ambayo yoyote utakayemuoa atatakiwa aendane na kasi hiyo. Yani mimi binafsi nimekusudia, nimetaka, natoka naokoka, nilitaka kuwa baraka sana. Nitafuta sana kuishi kwa ajili ya watu, nitafuta kugusa na kubariki sana mioyo ya watu. Sasa kimsingi ni kwamba ni vizuri mtu yote unayekuwa karibu naye awe kwenye hatua karibu na zile ulizo wewe. Sasa kwa sehemu kubwa, kama mtu uwezi ukamuona kwenye vipaumbele vya aina hiyo, ukategemea umsogeze karibu ukiwa na imani nitambadilisha tu, atabadilika, atakuja kwenye vipaumbele, mimi akili yangu inasema sio rahisi kama ninavyodhani. Ikiwa neno la Mungu limemshindwa mfupa aliyoushindwa fisi paka aweze akautafuna, huwa naamini neno la Mungu ndio lilotakiwa limgeuze vipaumbele, limgeuze, limfanye awe ni mtu anayetazamia kuwa baraka kwa sehemu kubwa ya watu. Lakini kama neno la Mungu limemshindwa kuamini, mimi nitamuoa, nikimoa mimi kwa kweli yani nitamhubiria, nitakuwa na mjenga, hata tukiwa wawili nitamsomea maandiko, tutakuwa tunaomba, mimi hiyo imani kwa kweli sina. Lakini upande wa pili unaweza kufikiri, unaweza kuwa unafikiri kama ambavyo mimi siku za nyuma niliwahi kufikiri kwamba kwa kweli nafikiri labda nioe mapema, kwa sababu kwa kadri ninavyosogea mbele nafikiri uwezekano wa kuja kuoa utafutika kabisa. Kwa nini utafutika? Kwa sababu utakuwa unaona ni kama nafikiri yeyote nitakayemuoa kuja kuendana na spidi ambayo naweza nikaja kuwa nayo itakuwa kazi ngumu. Kwa sababu hiyo, ili usiwe na mtu ambaye utampelekesha, bora uendage tu wewe peke yako mpaka huko utakakoishia. Ndio hiyo umeishia, ndio imeshaisha. Kwa sababu sasa kwenda na mtu pia ambaye utakuwa hamuendi na spidi moja ni kazi. Sijajua kwako, lakini ni kazi. Unakuwa unajiuliza huyu mtu ndo anayeloga au imekaje hapo. Eneo la tatu au jambo la tatu ni kwamba maisha yaliyozungukwa na hatari ambazo kifo kipo nje. Maisha yaliyozungukwa na hatari ambazo kifo kipo nje yananipelekea niwe na asilimia zaidi ya 95 za kutokuoa, kwa sababu nakuwa naona sasa unaoa mtu ambaye mwaka mmoja miwili utamwacha mjane, unaoa nini? Cha naye tu umalize wewe, kama ni kufa uje kufa, upunguze na wakulia wasio wakalia wengi pale ambapo utaondoka duniani, usio kaacha mjane na watoto. Angalau kama ni binti mwache tu aolewe na watu wengine ambao duniani bado wapo, wataishi siku nyingi. Lakini jambo la mwisho kuhusiana na eneo la kuoa ni kwamba mgawanyo wa fedha au kile ninachokipata. Mimi kwenye akili na ufahamu wangu daima huwa naamini karibu kila ninachokipata kipo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Huwa sionagi kama kuna mtu naweza eti nikamuoa akawa anategemea kula vile ninapopata mimi, yani huwa sionagi. Nakumbuka mtu mmoja aliwahi kuandika Facebook kwamba enzi hizo baba zao walivyokuwa wanaokoka kweli kweli, walikuwa nakuta wakichangisha mchango wa vyombo. Hata kama nyumbani hakuna mafuta ya kupikia, ukamwambia baba naomba 500 ya kununulia mafuta, mchungaji anakujibu anakuambia hizi ni za Mungu, sitoi. Sasa ni enzi hizo walivyokuwa wameokoka. Kuokoka kulivyokuwa bado kupo ni kwamba kile ambacho walikuwa wamesema ni cha Mungu kilikuwa ni cha Mungu kweli, kwa maana ya kitafanya
wajibika na jambo ambalo litakuwa faida kwa watu, sio kwa tumbo lake, sio kwa watoto wake, sio kwa mke wake, sio kitenge cha mama mchungaji, sio nguo ya mama mchungaji. Kwa hiyo mimi huwa naona daima, huwa naona nina fedha, nina mali za kutosha ufalme wa Mungu tu. Hivyo mwingine atakaye kuja nitakuwa sina cha kumpa ili ale, au nitakuwa siwezi kumhudumia kwa namna yoyote. Kwa namna pekee ambayo ataishi labda kama atajipambania mwenyewe. Na ni kwa sababu hiyo unaona aendeleage tu kujipambania huko aliko. Hakuna haja ya kunikaribia. Kuna vitu nimevifafanua ambavyo unaweza kuona kwa kweli mimi falsafa yangu haikuwa inaamini moja kwa moja kutangaza tu maamuzi. Mimi falsafa yangu inaamini ndio sawa, unaweza kutangaza maamuzi yako, ni vizuri. Lakini kwa kuwa nikionacho mimi ni kwamba kwa sehemu kubwa wengi wetu badala ya kuonekana kwenye maisha fulani tunatangaza tu maamuzi au tunaita misimamo ya kwenye mic, ambayo baada ya hiyo misimamo ya kwenye mic huwa hatuonekani kwenye vipaumbele, kwenye mbio na kwenye jitihada zinazoonyesha hiki alichokitangaza huyu mtu anakiishi, ni maisha yake, ni kipaumbele chake, ni bidii yake, ni mbio zake. Lakini mimi nisemacho, katika siku zote nitakazoishi duniani, na mimi dunia itafahamu kwamba mimi ni wale ambao tunatafuta tuishie Biblia, au mimi ni wale ambao natafuta niingie kwenye miongoni mwa orodha za watu wa Biblia, ama miongoni mwa orodha ya vijana ambao walijitoa kwa Mungu, mali zao, maisha yao, kama kuna fedha yoyote, aina yoyote ya akili ambayo Mungu amenijalia mimi, nitapambana kufa na kupona, niwe na maisha ambayo yote atakayeniona atasema kwa kweli inawezekana hajafanya makubwa, lakini amepambana kwa namna moja ama nyingine. Anyway, niseme kwa yote unayejifunza chochote kwangu, na mimi clip hii inaweza ikawa miongoni mwa clip ambazo zimekujenga. Kwa na part 1, hii ni part 2, inaweza kama imekujenga aina mbalimbali za maamuzi uko unafanya. Unajua hata kama uko kijana usiwe tu ni mwepesi, ni vizuri unaweza kutangaza maamuzi ya kutoka, lakini unatangaza ukiwa unafanya, kwa sababu mtu wazo fulani linakuwa dhaifu ndani yake kwa vile ambavyo anakuwa busy na wazo fulani jema na jambo fulani jema. Usipokuwa busy na jambo fulani jema, amini na kuambia wazo lile lililosema mimi ili wazo litainuka, kwa sababu an empty mind the devil's workshop, sehemu ambayo ina jambo la kushughulika nalo, la kuwa na ubize nalo, ni karakana ya shetani. Ni karakana ya shetani ambayo amini au usiamini itakutafuna sana wakati wote. Niishie hapa kwa leo. Amen.